Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum kwa ajili ya mwezi wa 8 inayokuja kwako na Pastor Miamba, na Bwana akawa amesema nami ya kwamba mwezi wa 8 ataenda kujidhihirisha kwa nguvu zake. Kutakuwa na manifestation of God's power kwa namna ambayo haijawahi kutokea hapo mwanzo, kwamba Mungu ataenda kudhihirika kwa namna ambayo haujawahi kuiona kwenye kila kona ya maisha yako, mahali ambapo utaenda kumuita. Na akawa amenipa mstari wa kusimamia katika mwezi huu wa 8 kutoka katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 33 na ule mstari wa 3. Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Maana yake ni kwamba tutaenda kumuita Bwana, naye Bwana ataenda kujidhihirisha kwetu. God manifestation yake itakuwa ni kubwa. Udhihirisho wa kimungu kwetu utakuwa ni mkubwa sana mahali tutakapomuita kwenye mahusiano yetu, ataenda kudhihirika kwa ukubwa sana mwezi huu. Ipo neema ya udhihirisho wa nguvu za Mungu kwetu. Lakini pia tutakapomuita kwenye kona mbalimbali, iwe ni ya uchumi, Mungu ataenda kudhihirika sana. Atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua kwenye uchumi wetu. Tutakapoenda kumwomba Mungu kwa ajili ya watoto wetu, mahali popote tutakapoenda kumwomba Mungu kwa ajili ya shauku ya mioyo yetu Mungu kutenda, Bwana ataenda kudhihirika kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa mwezi huu usikae kimya, kwa maana kutakuwa kuna udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa usikae kimya, utaomba na Bwana atakusikia na Bwana atakujibu kwa moto. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu katika mwezi huu wa 8, ni mwezi wa udhihirisho wa nguvu za Mungu kwetu. Mahali ambapo uliomba kwa muda mrefu au kupokea, usikate tamaa, omba tena kwa upako wa mwezi wa 8. Mahali ambapo ulishindwa kwenye miezi iliyopita na miaka iliyopita, kuna prayer point nyingine umeingangana nayo kwa miaka mingi lakini ukaishia kukata tamaa, iamshe mwezi huu wa 8. Bwana anaenda kudhihirika kwa namna isiyo ya kawaida. Kutakuwa kuna wingu la utukufu wa Mungu katika maisha yetu, mahali pale ambapo tutaliitia jina la Bwana. Nataka twende mbele za Mungu sasa, tujiweke wakfu kwa ajili ya mwezi wa 8. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, umesema nami kwa habari ya mwezi wa 8 unaoenda kudhihirika kwa nguvu ambayo haijawahi tokea katikati ya watu wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako na rehema zako tunapojiweka wakfu katika mwezi huu wa 8. Amsha maombi ndani ya watu wako, ukatuamshe katika kuomba. Bwana, tuliitie jina lako na kukuitia we Mungu wa kweli, ili ukatuonyeshe mambo makubwa na magumu ambayo hatujawahi kuyaona. Baba, ninaomba rehema na neema zako kwa ajili ya mtoto wako anayenisikia wakati huu. Nenda ukaamshe roho Bwana, nguvu zako ndani yake za kuweza kulitia jina lako na kutafuta we Mungu wa kweli. Maadamu unapatikana na unaenda kudhihirika kwa namna isiyo ya kawaida, Baba tuonekanie, dhihirika kwa nguvu isiyo ya kawaida katikati yetu Bwana, katikati ya afya zetu, katikati ya uchumi wetu, katikati ya ndoa zetu, katikati ya kazi za mikono yetu na biashara zetu. Dhihirika kwa nguvu isiyo ya kawaida. Tunajiweka wakfu katika mwezi huu wa udhihirisho wa nguvu zako Bwana, ukasikike ukisema kwenye maisha yetu, nasi tukakushuhudia we Mungu kila siku matendo yako makuu uliyodhihirika kwetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa neema na rehema, nasi tunajiweka wakfu kwako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba, dhihirika kwetu kwa nguvu na ushindi usio wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukachukua sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana katika mwezi huu wa 8, ukaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744
98 25 17. Mungu wangu akubariki.